Tuanzie huko katika vita hivyo vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Israel imefanya mashambulizi makubwa mjini Tehran leo Alhamisi, ikilenga kile ilichosema ni miundo mbinu ya mamlaka za Iran. Kwa upande mwingine, Iran nayo imevurumisha makombora kadhaa kuelekea Israel na kuwafanya maelfu ya raia nchini humo kukimbilia kwenye maeneo salama. Babu Abdalla na taarifa zaidi. Waandishi wa shirika la habari la AFP walioko mjini Tehran wameripoti kuona ndege kadhaa za kivita zikipita angani upande wa magharibi mwa mji mkuu huo na kusikia milipuko mikubwa. Jeshi la Israeli limesema mashambulizi yake ya hivi karibuni dhidi ya Iran yameutikisa uongozi wa kidini wa jamhuri hii wa Kiislamu. Efi Defrin ni msemaji wa jeshi la Israel. Lengo la operesheni hiyo ni kusababisha uharibifu mkubwa ndani ya serikali ya kigaidi ya Iran hadi iondoe kitisho kilichopo, na tunaendelea kusababisha madhara kwa uongozi uliopo. Ni muhimu kwangu kusema kwamba tayari Iran imetikisika. Ilitikiswa na shambulio la kwanza Jumamosi asubuhi wakati uongozi ulipoondolewa, na kila siku tunaendelea kuudhoofisha zaidi hadi tishio liondoke. Ama kwa upande mwingine, mapema leo mjini Jerusalem, milipuko imesikika baada ya onyo la shambulio la makombora, huku mamlaka ikiwaondoa haraka watu kutoka majumbani mwao na kuwapeleka maeneo salama. Kwengineko, Iran imewashambulia wapiganaji wa Kikurdi walioko nchini Iraq, ikiwatuhumu kupanga njama za kuingia nchini Iran kisiri. Ripoti zinaeleza kuwa Marekani inadaiwa kuwapa silaha baadhi ya wapiganaji hao, jambo ambalo Tehran inaliona kama tishio kwa usalama wake wa ndani. Katibu wa Baraza Kuu la Usalama la Iran, Ali Larijani, ametoa onyo kali kwa makundi hayo ya Kikurdi, akisema serikali itakabiliana nayo vikali. Na nchini Lebanon, Israeli imesema vikosi vyake vimevilenga vituo kadhaa vinavyotumiwa na wanamgambo wa Hezbollah kusini mwa Beirut kupanga operesheni zao. Shirika la habari la Lebanon, NNA, limeripoti kuwa shambulio la droni la Israel lilipiga jumba moja katika eneo la Bedawi karibu na Tripoli na kumuua afisa mwandamizi wa Hamas, Wasim Atala Ali, pamoja na mke wake. Kiongozi wa Hezbollah, Naim Qasim, ameapa kuendeleza mapambano dhidi ya Israel, akisema kundi lake limefanya takriban mashambulizi 15 yaliyolenga maeneo ya Israel ikiwemo Tel Aviv. Iran imelipiza kisasi kwa kushambulia maeneo yanayohusishwa na Marekani katika mataifa ya Ghuba pamoja na miundombinu ya nishati. Milipuko imesikika mapema leo katika miji mikuu ya Doha, Qatar, na Manama nchini Bahrain. Naam, asante sana Babu Abdalla kwa taarifa hiyo. Afrika inakabiliwa na athari zinazoongezeka kutokana na mgogoro wa Mashariki ya Kati. Bara hilo limo katikati ya mabadiliko ya kijeshi, kiuchumi na kidiplomasia na haliwezi kubadilisha chochote. Wakati huo huo, bei za mafuta duniani zinaendelea kupanda na usafirishaji wa baharini unakumbwa na vitisho vinavyotokana na mzozo huo, hali inayoongeza mzigo kwa uchumi dhaifu wa mataifa mengi ya Afrika. Zaidi anasimulia Saumu Njama. Baadhi ya nchi za Afrika zina vituo vya kijeshi vilivyo karibu na maeneo yaliyo hatari kutokana na kuwa katika umbali unaoweza kufikiwa na makombora ya Iran. Katika pembe ya Afrika, Djibouti na Somaliland ni miongoni mwa maeneo yanayoweza kulengwa endapo mgogoro utapanuka. Djibouti ina kambi kubwa ya kijeshi ya Marekani iliyo karibu na Yemen, ambako waasi wa Houthi wana silaha nzito zinazotolewa na Iran. Somaliland nayo inahusishwa na uwepo wa bandari na kituo cha kijeshi cha Berbera kinachoendeshwa na Umoja wa Falme za Kiarabu, ambao ni wapinzani wa Iran. Israel pia imekuwa nchi ya kwanza kutambua rasmi uhuru wa Somaliland kutoka Somalia, na vyanzo vya kidiplomasia vya Magharibi vinasema huenda tayari kuna wanajeshi wa Israel katika eneo hilo.
Kiuchumi, vita hivi vinakuja katika wakati mbaya kwa Afrika, hasa wakati ambapo kupungua kwa nguvu ya dola ya Marekani na viwango vya riba vilikuwa vinaanza kutoa nafuu kwa nchi nyingi za Afrika zenye madeni makubwa. Kidiplomasia, baadhi ya mataifa ya Afrika yanajikuta katika mazingira magumu. Afrika Kusini kwa mfano imekosolewa kwa msimamo wake kuhusu Israel na kuhusishwa na mazoezi ya kijeshi na meli za Iran, hatua inayoweza kuathiri uhusiano wake na Marekani na hata kusababisha vikwazo. Akizungumzia kadhia hii, rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amesema Afrika tayari inashuhudia athari za kuongezeka kwa migogoro katika Mashariki ya Kati, ikiwa ni pamoja na misukosuko katika minyororo ya usambazaji na kupanda kwa bei za nishati. Sasa tunakuwa waathirika wa migogoro inayotokea mbali kabisa na tulipo. Vita vinasababisha usumbufu katika biashara ya kimataifa, huku baadhi ya meli zikiepuka mfereji wa Suez na kuchukua njia ndefu na ya ghali zaidi, hali inayosababisha kupanda kwa bei za bidhaa, nishati na chakula. Nchi kama Nigeria, licha ya kuwa wazalishaji wakubwa wa mafuta, hainufaiki ipasavyo kutokana na mikataba ya muda mrefu na uwezo mdogo wa kusafisha mafuta ndani ya nchi. Wiki hii bei ya mafuta ya magari nchini Nigeria imeongezeka kwa karibu 14%. Wachambuzi wanasema mvutano huu unaweza kubadilisha sura ya ushawishi wa kimataifa barani Afrika, huku mataifa ya Ghuba, Uturuki na Saudi Arabia yakiendelea kupanua nafasi yao katika uwekezaji wa kijeshi na kiuchumi. Hata hivyo, kuna matumaini kwamba iwapo mataifa haya yatalazimika kujikita zaidi katika kujilinda, nafasi inaweza kufunguka kwa michakato ya amani inayoongozwa na Waafrika. Tukisonga mbele, watu 6 wauawa leo katika mashambulizi ya Israel kwenye vijiji viwili kusini mwa Lebanon. Jeshi la Israel limesema limeanza mashambulizi mapya nchini Lebanon dhidi ya kundi la wanamgambo wa Hezbollah linaloungwa mkono na Iran. Josephat Charo na mengi zaidi. Vyombo vya serikali vya Lebanon vimeripoti kwamba meya wa kijiji katika eneo la Nabatie na mkewe waliuawa katika shambulizi moja. Shirika la habari la kitaifa liliripoti kuwa katika kijiji kilicho karibu, shambulizi lingine limewaua watoto wawili pamoja na wazazi wao. Israel imesema leo asubuhi kwamba jeshi lake la anga limekamilisha wimbi la mashambulizi ya kijasusi mjini Beirut dhidi ya vituo kadhaa vya kuratibu mashambulizi vinavyomilikiwa na kundi la kigaidi la Hezbollah. Jeshi limeviambia vyombo vya habari kwamba miongoni mwa vituo vilivyolengwa kulikuwa na kituo cha kamandi kinachotumiwa na kitengo cha angani cha Hezbollah. Jeshi la anga la Israel lilisema katika mtandao wa kijamii wa X kwamba mashambulizi hayo yalilenga miundombinu inayotumiwa na kundi hilo la wanamgambo. Hapo awali jeshi lilisema limetambua jengo katika vitongoji vya kusini mwa mji mkuu wa Lebanon, Beirut, kama kambi ya wanamgambo wa Kishia na kutangaza mpango wa kufanya shambulizi. Msemaji wa jeshi aliwataka wakazi wa eneo hilo kuhamia eneo salama. Wapiganaji wa kundi la Hezbollah walianza kufyatua maroketi dhidi ya Israel mapema Jumatatu kujibu mauaji ya kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Tangu wakati huo, jeshi la Israel limeanza tena mashambulizi makali dhidi ya maeneo ya Hezbollah katika sehemu kadhaa za Lebanon. Jeshi la Israel lilisema Jumatano jioni kwamba liliyashambulia maeneo mengi ya kuvurumishia maroketi na makombora ya Hezbollah na kiwanda cha kutengenezea ndege zisizo na rubani kusini mwa nchi karibu na mpaka wa Israel. Madai hayo ya jeshi hayakuweza kuthibitishwa kwa uhuru. Vyombo vya habari vya ndani mjini Beirut pia vimeripoti mashambulizi katika vitongoji vya kusini mwa mji mkuu huo vinavyojulikana kama Dahia. Magari mawili pia yalilengwa na kuharibiwa. Kulingana na Wizara ya Afya ya Lebanon, watu 3 waliuawa. Vyanzo vya habari nchini Lebanon vimesema kambi ya wakimbizi wa Kipalestina karibu na Tripoli kaskazini mwa Lebanon pia ilishambuliwa. Wizara ya Afya imesema watu 2 waliuawa na mwingine alijeruhiwa. Wanajeshi wa Israel wameendelea kupelekwa kushika doria karibu na mpaka na Lebanon pamoja na mizinga na silaha nzito leo asubuhi, huku vita vya anga vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vikiingia siku yake ya 6.